kizazi changu. Kumbe ulikuwa na mipango yako. Hii ngoma bado ni mbichi. Nitakuonyesha. Na ulishawahi kufikiria kwamba Boni ndiye mkombozi wa haya matatizo yote ambayo yanaendelea kutokea katika kampuni kule, lakini pia haya matatizo ambayo yanaendelea kutokea katika familia yake na Kevi? Kama hufahamu, basi kuwa pamoja na mimi katika video hii. Mwishoni utaniacha comment yako kuhusiana na hiki kitu ambacho ninakwenda kukwambia kwamba Boni ndiye mtatuzi wa kila kitu. Lakini muhimu tu, tafadhali naomba uonyeshe upendo kwa kubonyeza neno subscribe linaloonekana chini ya video hii. Sasa kama nilivyokuambia kwamba Boni ndiye mtatuzi wa kila kitu katika kampuni kule ya Kevi, lakini pia katika maisha ya Kevi kwa ujumla. Tunafahamu kabisa kwamba kule katika kampuni ya Kevi ni kwamba Dennis amekuwa ni kichomi sana, amekuwa ni kikwazo katika maisha ya Kevi, lakini pia amekuwa ni kikwazo katika kufanikiwa kwa Kevi kwa upande wa kampuni. Na tunafahamu kabisa kwamba Dennis ndiye mtu ambaye alivuruga hii kampuni mpaka sasa hivi ipo hapo ilipo. Kama si Dennis kuwasaliti familia ya Mr. Malu kwenda kwa Mr. Gamba, basi kampuni ingekuwa bado ipo katika hali nzuri kabisa. Na kama si Dennis kuisaliti familia ya Mr. Gamba kubaki yeye mwenyewe peke yake, kampuni ingebaki iko pale, yani ingekuwa katika hali nzuri kabisa. Sasa nataka kukwambia kwamba kuhusiana na Boni ni kiasi gani anaweza kuikwamua hii kampuni kutoka kwa Dennis na kurudisha mikononi mwa Kevi. Sasa mimi nilikuwa na ushauri, kama Kevi akiweza kufuata ushauri huu na kufanyia kazi, basi mambo yanaenda kuwa vizuri kabisa. Ni kwamba Dennis yeye ni mtu ambaye amekuwa ni kikwazo na amekuwa pamoja na Hoti, amekuwa ni mtu ambaye anamsaliti Kevi na kwenda kumfanyia kazi Dennis, na ilishafahamika. Sasa kitu ambacho natakiwa kukifanya Kevi na Boni ni kwamba wanatakiwa kucheza mchezo ambao unakuwa ni mchezo ambao mwisho wa siku unakuwa una mafanikio makubwa sana kwa upande wao. Kevi kitu ambacho anatakiwa kukifanya ni kwamba anatakiwa kumwambia Boni kwamba ajifanye kama anamsaliti yeye, mwisho wa siku ajifanye yeye ipo upande wa Dennis kama ambavyo alifanya Hoti, lakini Boni yeye atakuwa yuko upande wa Kevi. Kitu ambacho Boni atakifanya ni kwamba atakuwa anajitahidi kuchukua taarifa za siri kutoka kwa Kevi, zile taarifa feki kuzipeleka kwa Dennis. Kitu ambacho kitampelekea Dennis kumwamini sana Boni na anampatia mipango mingi sana Boni, kama ambavyo anampatia Hoti kwamba tutengeneze wawekezaji feki na kila kitu feki kuhakikisha kwamba tunamkomoa Kevi. Kwa zile taarifa zote na ile mipango yote asili ambayo Dennis atakuwa anaifanya, basi Boni anakuwa anaipata, na Boni yeye atajifanya kutengeneza watu feki ambao watu hao atawapeleka kwa Dennis kuhakikisha kwamba wanajifanya kama wanamzunguka Kevi, lakini mwisho wa siku Boni anakuwa anapeleka taarifa zote kwa Kevi kwamba Dennis ana mpango huu na huu, kitu ambacho kitamfanya Kevi ajiweke makini zaidi, lakini pia atakuwa anaweza kuepuka kile kitu ambacho Dennis atakuwa anakifanya, kwa sababu taarifa zote za siri Boni atakuwa anazipata. Kwa kufanya hivyo Boni, basi watakuwa wamecheza mchezo fulani hivi ambao utawafanya wao waweze kufanikiwa katika kila njia na kila mbinu ambayo Dennis anakuwa anaipanga, basi wao wanakuwa wanaipangua kirahisi sana. Lakini pia katika upande wa familia Kevi ni kwamba huku ambako Tina amekuwa ni kikwazo sana cha ndoa ya Kevi na amekuwa niking'ang'a katika maisha ya Kevi, basi katika mbinu hii ikifanyika, kuna uwezekano mkubwa sana Tina akaweza kung'atuka pale nyumbani bila kutoka na chochote kile, na mbinu hii atakayofanya ni Boni yeye mwenyewe. Kitu ambacho Boni anatakiwa kukifanya ni kwamba inabidi Kevi na Love wakae kwa kutulia, wamshauri Boni na kumshawishi kwamba tunakuomba ujifanye kama umempenda Tina, yani anzisha mahusiano ya kimapenzi na Tina, lakini wewe uwe ni mtu ambaye upo upande wetu. Jaribu kumdodosa kiundani zaidi, ufahamu kwamba Tina ana mpango gani katika maisha yetu. Ni kweli kwamba Tina anataka kuja kuishi na mimi, au ni kweli kwamba Tina kitu ambacho anakihitaji ni kwamba anahitaji mali, au kwamba Tina ameagizwa na Dennis aje kuiharibu hii familia ya kina Kevi? Kwa sababu tukimwangalia Tina ni kama hatumuelewi, ni kama anaitaka pesa, lakini pia ni kama anahitaji ule upendo kwa Kevi, lakini pia ni kama anazitamani mali, kitu ambacho kinatuweka wote njia panda. Kwa hiyo Boni akitumika katika njia hii hapo, hiyo kutakuwa kuna uwezekano mkubwa sana wa
Tina kuweza kuondoka pale nyumbani bila kupata chochote kile, kwa sababu pale ambapo Bonnie atakuwa na mahusiano na Tina, basi ataweza kufahamu mambo mengi sana kutoka kwa Tina, lakini pia ataweza kufahamu mipango mingi ambayo Tina ameipanga kwenda katika familia ya kina Kevi. Akishafahamu hivyo, basi atamsanua Kevi na Love mapema zaidi ili kusudi kuhakikisha kwamba wanaweza kujilinda katika kipande kipi. Lakini pia kama akiwa na ujirani na Tina, ni kwamba ataweza kufahamu mambo mengi, na inaweza kafika kipindi, kwa sababu Tina atakuwa na muamini Bonnie kama mpenzi wake, basi Tina anaweza akasema kabisa kwamba unajua Bonnie, Kevi angekuwa ni mtu mwenye akili, angefanya hivi na hivi, basi angeweza kunipa mimi talaka mapema zaidi. Lakini pia Bonnie anaweza katumika kwa Tina kumsainisha karatasi yote ile, karatasi ambayo Tina akisaini inakuwa ni karatasi ambayo ni plain, haijaandikwa kitu chochote. Akishasaini pale chini, basi juu yake inaenda inachapishwa talaka ambayo itakuwa imechapishwa na Kevi. Kwa mwisho wa siku Tina anaweza kujikuta amesaini kitu ambacho mwisho wa siku kinakuja kinamfunga yeye mwenyewe, anajikuta ameandika talaka bila kufahamu na bila kupenda, kama ambavyo alimfanyia Mr. Malu kwa kusaini vitu ambavyo alikuwa havifahamu. Mimi nafikiri kwa kufanya hivyo Bonnie atakuwa ni msaada mkubwa sana, na matatizo haya yote yatakuwa yamefika mwisho, na ndipo pale ambapo tutakwenda kuiona ndoa ya Kevi na Love ikiendelea kutalada zaidi na ikiendelea kupamba moto, na ikiwa ina furaha kubwa, na wajukuu wengi watakuja kwa wingi kumfanya mama yake Kevi akaweza kufurahi na ile ndoto yake ya kutaka kuona wajukuu wa Kevi na Love ikaweza kutimia. Sasa ukiwa kama shabiki yetu, wewe una mawazo gani au una comment gani kuhusiana na hiki kitu ambacho nimekwambia kwamba Bonnie ndiye mtatuzi wa haya mambo yote? Niandikie comment yako hapo chini kwenye comment section kwamba wewe unanisupport katika haya mawazo, au wewe utakuwa na wazo jingine pia unaweza kuniandikia hapo chini kwenye comment section. Sasa kama unaona ni mmoja kati ya shabiki ambaye unatamani sana kuja kuona kwamba Bonnie siku moja anaweza kufanikisha haya mambo ambayo nimekwambia hapa chini, nimekwambia katika story hii, basi tafadhali naomba onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini, lakini pia usisahau kulike pamoja na kushare. Jina langu ni Neema Gabi na hii ni Move 255. Mpaka wakati mwingine, bye bye.